ambapo tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, na tulikuambia hapa mapema wakati tunatambulisha kipindi, tukazungumzia kwa ufupi, lakini tukakwambia jamvini leo tutaketi na Ombeni Kimaro. Huyu ni mratibu wa jukwaa la haki za watoto Tanzania, na tutaizungumzia hii siku ya mtoto wa Afrika inavyoadhimishwa hapa nchini kwetu Tanzania. Karibu sana Ombeni kwa mara nyingine baada ya siku nyingi kwenye jirani. Nashukuru sana. Uko poa kabisa? Niko vizuri kabisa. Na tunyima nini huko? Labda leo ni kwa sababu tupo mtoto zaidi, mambo ya watoto tulionyima, lakini nipo hapa kwa ajili ya kuwaletea mambo mazuri. Hakika. Karibu sana Ombeni. Asante sana. Na wakati tumekutana ukaniambia nilikuwa kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, kuna mambo fulani hivi tulikuwa tunafanya. Kwa kuanza ningependa kujua hapa Tanzania huwa nyinyi kama wadau wa masuala ya watoto ambao mnaungana na mashirika mbalimbali ambao ni watetezi wa haki za watoto, huwa tunasherehekea vipi hii siku ya mtoto wa Afrika hapa Tanzania? Okay, kwanza nianze kwa kusema kwamba kwa kuwa inasema ni siku ya mtoto wa Afrika, tujue kwanza jambo hili sio la Tanzania peke yake. Ni kweli. Ni la Afrika nzima kwa ujumla. Na sisi Tanzania kwa sababu ni sehemu ya Afrika, tumeridhia katika kumlinda mtoto na haki zake zote. Tukaungana na nchi nyingine za Umoja wa Afrika katika kuhakikisha kwamba tunalinda haki za mtoto. Sahihi. Kwa hiyo kila mwaka Afrika, Tanzania ikiwemo, huwa tunaadhimisha siku hii ikiwa ni siku ya kumkumbuka mtoto wa Afrika na changamoto alizokutana nazo. Na tukumbuke hapa tunarejea wale watoto waliouawa Afrika Kusini wakiwa kwenye maandamano ya kudai haki yao ya elimu. Na kwa hiyo Afrika iliamua kutumia tukio hilo kama sehemu ya kuchichemua na kuleta mapinduzi ya haki kwenye haki za watoto barani Afrika. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunaungana na wadau wengine wote, mkiwemo hata nyie na serikali katika kuhakikisha kwamba mtoto wa Afrika anatetewa haki zake. Na kila mwaka kunakuwa na kauli mbiu. Ndio. Sasa kunakuwa na kauli mbiu ya Afrika, lakini inapokuja katika nchi yetu tunaiangalia ile kauli mbiu ya Afrika na kuichanganua kwa jinsi ambavyo sisi tunaitazama katika muktadha wetu katika nchi yetu. Sawa sawa. Kwa hiyo tumefanya vitu vingi kipindi hiki katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Ukiacha fursa tulizozipata kama nyie watu wa media kutupa nafasi ya kuelimisha jamii, lakini pia tumekuwa na midahalo mbalimbali. Katika midahalo hii tumejaribu kudadavua, tumekutana na watu wa serikali, viongozi wa dini, watoto wenyewe, na sisi wadau tumejadiliana kwamba katika hizi kauli mbiu tulizonazo, je, tupo mahali ambapo tunataka tuwe au tunachechemea au kuna mahali pazuri tulipofika? Na tumeangalia pia jukumu la kila mtu na ni jinsi gani ambavyo anaweza kawa sehemu ya kuleta mapinduzi, na hususan kwenye kauli mbiu za mwaka huu ambazo bado sijazisema. Ndio. Yes, naelekea hapo. Lakini pia tumetembea katika vituo mbalimbali. Kwa mfano mwaka huu tumeenda kwenye maabusu ya watoto hapa Upanga. Tumekwenda kwa umoja wetu wadau. Na kule tumetoa ushauri wa kisaikolojia kwa watoto. Tunasema psychosocial support. Lakini tumekwenda pia kwenye makao ya kitaifa ya watoto kule Dodoma, inaitwa Kikombo. Lakini pia tumewatembelea watoto mbalimbali waliopo mashuleni na kuongea nao. Na sisi tulisema tuliopo Dar es Salaam tumeungana, lakini kwa kuwa tupo nchi nzima, kila mdau pale alipo amekwenda kuwafikia jamii iliyopo kwenye eneo lake na alofanyia kazi, na kuhakikisha kwamba jamii inaelimishwa kuhusiana na kauli mbiu ya mwaka huu ya Afrika na ya kitaifa pia. Okay, umefafanua vizuri kabisa. Sasa twende kwenye kauli mbiu ya mwaka huu na tuweze kutazama ni kwa namna gani tumeweza kupiga hatua ama tunaendelea kuishi ndani ya hizi kauli mbiu ambazo tunakuwa nazo kila mwaka katika kuangalia ni namna gani bora ya kuendelea kumweka huyu mtoto ambaye tunaamini ndio taifa la kesho na ndo nguvu kazi ya taifa.
Okay, sasa tukianza na kauli mbiu labda tuanze na ile ya Afrika sasa, kwa sababu ndiko chimbuko lenyewe. Sawa. Afrika huwa ina kamati ambayo ni mahususi kwa ajili ya kuratibu masuala ya haki za watoto. Tunasema ni haki na ustawi wa watoto. Sawa. Kwa hiyo inaitwa African Charter for the Rights and Welfare of the Child. Kwa hiyo sasa hii kamati ndio ni ya Umoja wa Nchi za Afrika. Mwaka huu wametoa kauli mbiu ambayo yenyewe imejikita kwenye upatikanaji wa maji, na ni maji safi na salama, lakini pia kwenye mazingira salama kwa watoto, na pia kimeongezwa hapo kipengele kimoja ambacho ni muhimu sana, usafi wa mtoto mwenyewe. Okay. Kwa hiyo ni kauli mbiu ya Afrika. Sasa Tanzania tumeichukua hiyo kauli mbiu tukaileta kwenye muktadha wetu. Na ikumbuke pia mwezi wa 5 kila mwaka huwa kuna maadhimisho ya siku ya familia duniani. Ni siku ya kimataifa. Mwaka huu kwa bahati moja ambaye hatukuweza kuadhimisha tarehe 15, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya ratiba za kiserikali na za bunge. Kwa hiyo ziliingilia kidogo maadhimisho yale. Kwa hiyo serikali ikaamua kuunganisha maadhimisho haya ya siku ya kimataifa ya familia pamoja na hii ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo walikuja na kauli mbiu ambayo imechanganya haya maadhimisho mawili. Na sasa kauli mbiu ya kitaifa imejikita zaidi kwenye malezi, na inasema mtoto ni malezi. Mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Na kilele cha maadhimisho sasa kitafanyika tarehe 30 Juni mwezi huu, na itafanyikia kule mkoani Tanga. Sawa. Sasa utaona kuna namna moja au nyingine wamechanganya vitu vya familia na mazingira, kwa sababu vyote vinamhusu mtoto kabisa, na kuna namna ukiongelea ustawi wa familia utaongelea malezi, utaongelea watoto, utaongelea maji, utaongelea maji, utaongelea afya zao kwa ujumla. Kweli. Yeah. Okay. Sawa. Ulizungumza kuhusiana na namna ambavyo jaribu kupita maeneo tofauti na kuzungumza na watoto, ikiwemo kwenye mahabusu ya watoto. Wakati umetaja mahabusu ya watoto nikaona hata umekashtuka akakutazama. Mlivyoenda kwenye mahabusu ya watoto, hivi hali ikoje kwa watoto ambao wako kule? Kwanza niseme kitu kimoja kwanza, tumetakiwa kwanza kutunza hiyo siri, sio vitu ambavyo tunaweza tukavisema. Lakini tuseme kwamba kwa bahati moja nzuri au ni mbaya kwa upande mwingine, watoto hawajakuwepo wengi mahabusu, kwa sababu tulikuwa na mahabusu ya Upanga. Lakini pia tulikutana na watoto ambao walikuwa ni wapya, ambao wameingia nafikiri siku moja au mbili, ambao walikuwa wamefika pale, na kimsingi wapo mahabusu. Kwa hiyo bado haki yao haijafahamika. Lakini tunachoweza kusema ni kwamba mahabusu kuna sasa naizungumzia kwa ujumla, lakini narejea pia na Upanga. Kuna watoto wanaokwenda kule ambao yamkini walikutana na madhira haya ya kukutana na kukinzana na sheria, aidha kwa sababu walishirikishwa au wamedhaniwa kwamba walihusika, lakini pia wengine wana changamoto za akili. Kwa hiyo sasa unakuta alitenda kosa si akiwa na akili timamu, lakini sasa mpaka uje utambue kwamba ametenda kosa hilo akiwa hana akili timamu na vitu kama hivyo, ni jambo ambalo linahitaji muda na lina mchakato wake mrefu. Sasa tunatambua kwamba wakati mwingine hawapati nafasi ya kutetewa na kupewa ule msaada wa kisheria. Sasa tunachokifanya sisi ni kwamba tunawatembelea na kuwasikiliza, na tunashukuru kwamba mamlaka zinazohusika wanatoa nafasi hiyo vizuri kabisa. Tunawatembelea kupitia mashirika ambayo yanatoa msaada wa kisheria, na kutoka kwenye hiyo watoto wanasaidiwa pia, na wanaelezwa ni jinsi gani ambavyo pia wanaweza wakasimama mahakamani, wanaweza wakadai haki zao. Ndio ile mtoto anaweza akasimama akasema hapana, nahitaji afisa ustawi awepo, ninahitaji mzazi wangu awepo hapa, ninahitaji, kwa sababu yeye mwenyewe anaweza asiwe na ule uelewa wa moja kwa moja wa sheria zetu hizi, na tukubaliane kama mtu mzima yeye mwenyewe hawezi
ni mtoto ya. Kwa hiyo lakini pia kuna wale ambao wapo wamenyong'onyea, hawajui inakuaje, maisha yao yanakuaje, ya kielimu, ya kiafya, maisha ya kijamii. Hao ni wa kuongea nao. Unakuta kweli amefanya kosa, lakini kuna namna ya kuongea nayo na kumuonyesha kwamba maisha pale sio mwisho wa maisha, na kwamba kuna siku atatoka na maisha yataendelea. Okay. Yes. Sawa, nataka kujua katika hizo mahabusu za watoto, ni watoto umri gani ambao ndo wanakuwa na peleko kwa mahabusu? Watoto kwanza, mtoto ni mtoto. Mtoto yoyote yule, mtu yoyote yule mwenye umri chini ya miaka 18 ni mtoto. Okay. Kwa hiyo akiwa ni mtoto anapelekwa kwenye hizi mahabusu. Kwa akiwa chini ya umri wa miaka 18. Yes. Na tujue kwamba inapofikia mtoto kwamba amehukumiwa, labda katika mazingira magumu atakaa kwenye mahabusu, lakini huwa kuna zile shule tunasema ni shule za uadilisho, yani kama za kumfanyia mtoto yes, na kufunza nidhamu. Exactly. Za kuwafundisha, kwa sababu mtoto ni mtoto, lakini pia kama amefanya kosa kubwa, kuna namna ya kuchukua tahadhari asije akarudi akawaudhuru wengine au vinginevyo. Kwa hiyo wanapelekwa sehemu ambapo wanafundishwa maisha na tabia njema, ili watakaporudi sasa wawe raia wema. Sawa, tulianza maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika kuwaenzi wale watoto ambao waliuliwa pamoja na kujeruhiwa katika jiji la Soweto nchini Afrika Kusini wakati wakidai haki ya elimu bora. Hapa Tanzania hali ikoje? Nyinyi kama wadau wa elimu, haki ya mtoto kupata elimu pamoja na haki nyingine zinazingatiwa? Kuna namna ambayo tumepiga hatua mpaka hapa tulipofika? Kwa hakika tumepiga hatua. Kwanza tuna elimu ya msingi imepelekwa mpaka kidato cha 4. Hilo lenyewe tu ni hatua kubwa sana. Haijalishi inafanyika kwa kiwango kikubwa kizuri namna gani au kwa mapungufu kiasi gani, lakini hiyo tu yenyewe ni hatua kubwa sana. Sasa ukisema hiyo ni elimu ya msingi, maana yake mzazi, serikali, mdau yeyote yule ambaye anahusika na elimu ya mtoto hapa Tanzania analazimika kuhakikisha kwamba kipengele hicho kinatimizwa, kwamba form 4 ni elimu ya msingi, na kila mtoto anatakiwa kwenda shule mpaka kidato cha 4. Ndio. Sasa na serikali ilipiga hatua na kupunguza hizi gharama. Tunasema ni fee free, bila ada. Sasa kuna mkanganyiko hapo tukizungumza serikali na sisi wadau. Tunaposema bila malipo, kidogo kunakuwa na mkanganyiko. Sisi tunasema ni fee free, yani bila ada, na ndicho ambacho serikali imekisema. Lakini kuna michango mingine pia ambayo inakuwepo, na wakati sehemu nyingine michango mingi kuliko hata ada yenyewe. Ndio. Yes, lakini tunaweza tukasema tu kwamba kuna hatua ambayo tumepiga, ila bado kuna changamoto nyingi sana. Na kwa muktadha ambao tupo nao sasa hivi, ukizingatia kauli mbiu hii ya Afrika inayozungumzia sasa upatikanaji wa maji salama, mazingira ambayo ni mazuri ya mtoto kusoma hadi nyumbani, bado kuna changamoto kubwa sana. Kwa mfano, watoto wenye ulemavu wa shuleni wanapata shida sana, kwa sababu vyoo kwanza kuna maeneo kidogo vyoo ni changamoto. Kuna maeneo vyoo ni vichache sana ukilinganisha na idadi. Lakini sasa hata pale ambapo vyoo vipo, hivyo vyoo vilivyopo usafi wake ni changamoto. Anapoenda mtoto mwenye ulemavu, ndio hatari kabisa. Wanakuwa hawawezi kupata zile huduma za maliwato vizuri, kwa sababu ya ile changamoto ya ule usafi uliopo kwenye yale maeneo. Kwa hiyo tunaweza tukasema bado kuna changamoto kubwa sana. Na bado tunasema sisi malezi, kwa sababu pia ndio theme ambayo tupo nayo kitaifa. Ndio. Inapokuja kwenye malezi, tunajua malezi ni nyumbani, malezi shuleni ambako wanakaa muda mrefu zaidi, lakini malezi kwenye jamii bado ni changamoto. Sasa tukija kwenye jinsi pia ambapo watoto wanalelewa kule shuleni na kutengenezewa mazingira salama ya kujifunzia, bado ni changamoto. Na tunaweza mkakubaliana na mimi kwamba tumeshasikia pia changamoto nyingi zinazoambatana na adhabu kali wanazopewa watoto. Wanajikuta wanakwenda yani wakitaka pia kusafisha mazingira wanatafuta yule ambaye amekosea. Kwa hiyo anaweza kapewa adhabu wiki nzima, anasafisha eneo, anachimba sio ni kisima, na adhabu nyingine nyingi ambazo nyingine zimewapelekea hadi ulemavu. Sehemu nyingine tumesikia hadi vifo.
watoto wamekufa kwa kuadhibiwa. Sasa tuna wakati mwingine tunasema ni hadi daktari athibitishe, lakini tumeyasikia hayo yametokea, na yote hayo yanaleta mazingira magumu ya watoto kujifunza wakiwa shuleni. Okay. Na ni changamoto pia, sio shuleni peke yake, hadi nyumbani. Tukiwa kwenye mjadala wetu jana tuliongea pia, tukienda kwenye jamii, chukulia umepanda daladala, alafu na watoto wanapanda daladala hizo yanayoongeleka, tunayoyasikia kwenye redio zile za nani, afadhali redio, lakini kuna miziki mingine inapigwa kwenye zile daladala. Ukikapo afu ukiangalia mtoto wako ndo amekuwa kidogo na miaka 14, unatamani uchutame, yani hivi aibu unaona wewe. Wanasema hivyo siku hizi. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto kwa kweli. Kwa hiyo elimu tumepiga hatua, lakini kwa kweli bado kuna changamoto nyingi sana ambazo nafikiri tukianza kuziongelea hapo labda inahitaji siku nzima. Pamoja na mafanikio ambayo tumeyatazama, lakini pia changamoto ambazo bado ni nyingi kweli kweli, ambazo zinamkabili ama zinamhusu mtoto ambaye tunamzungumzia hapa siku ya leo. Nyinyi kama wadau wa jukwaa la haki za watoto, mnafanya nini kuhakikisha tunapunguza ama kumaliza hizi changamoto na mtoto anakuwa salama na anakuwa na ustawi ambao umenyoka kimwili, kiakili na kijamii kwa jumla? Asante sana. Kwanza sisi kama wadau, kuna wakati tunaonekana kama wanaharakati, lakini na mnaitwa hivyo wakati mwingine, sio mnaonekanaga wanaharakati tu hawa. Tunafahamu kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, lakini sisi ni kama kwa sababu watoto tunasema ni wa taifa, na taifa aliyelibeba ni serikali. Ndio. Na sisi wadau tunachokifanya ni kucomplement, kujazia pale ambapo serikali haijaweza kufikia, na hatuwezi kusema pia na sisi tunamaliza kila kitu, lakini pale ambapo pamekuwa na upungufu ndipo ambapo wadau huja. Na sasa wakati wanapokuja, wakati mwingine huonekana kama, kwa sababu lazima wahitaji taarifa, lazima washirikiane na waliopo. Kwa hiyo wakati mwingine huonekana kama ni wanaharakati ambao unaleta tu kuleta taharuki, lakini kiujumla ni kwamba kama wadau tumefanya kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba haki za mtoto zinatimizwa hapa Tanzania. Sasa niseme tu kwa mfano, katika halmashauri zetu wanatakiwa watenge 3% kwa ajili ya masuala yanayomlinda mtoto. 3% ya mapato yote ya halmashauri, yale ambayo wanayapata kutoka kwenye vyanzo vyao vya halmashauri au manispaa. Sasa lakini tumeona hicho kitu hakifanyiki kabisa, yani 3% ya mapato yote wanayoyapata. Sasa kwenye zile halmashauri za wilaya, yes. Lakini hicho kitu hakifanyiki kabisa. Na hiyo 3% mnapendekeza itumikaje katika kumlinda mtoto? Kwanza sio pendekezo. Ipo kisheria, ipo kiutaratibu. Ni sheria kabisa. Yes. Inatakiwa itumikaje kwenye swala la kumlinda mtoto? Sasa inabakia sasa ni tunasema discretion, mkurugenzi wa hiyo halmashauri husika au manispaa, yeye ndiye ambaye anapanga itumikeje. Okay. Sasa ikitokea sasa kuna mwenge hapo umekuja, alafu kuna mtoto anahitaji huduma fulani, kwa hakika unaweza kupata picha. Okay. Hili moja hili lina mwajiri wake, lina mshahara ambao anawajibika kulisemea, lakini kwa upande mwingine kuna mtoto ambaye anahitaji. Kwa hiyo sasa wanapofika mahali wanasema mtoto ana wadau. Yani sisi tunapewaga watoto kwamba hawapo kwenye kapu kubwa, kwamba sasa wadau mkashughulike naye. Kwa hiyo sisi swali lako la msingi lilikuwa ni kwamba sisi tunafanya nini? Kila sehemu ambayo inahusu ustawi wa mtoto, inahusu haki za mtoto, sisi tumo. Ndio maana imefika mahali wanasema watoto hawa ni wa wadau. Ikiwa jambo la mtoto wapelekea wadau. Sasa kwa kufanya hivyo, ukija kwenye masuala ya maji ambayo tunaongelea sasa hivi, kupitia fedha ambazo tunazipata kupitia kwa wafadhili,
lakini hata zile ambazo tunazipata kutoka vyanzo mbalimbali, wengine wanafanya wenyewe binafsi. Tumeshirikiana na jamii, lakini hata na serikali kuhakikisha kwamba visima vimejengwa maeneo ambayo hayajafikika, ambayo hata serikali wenyewe hawajaweza kufika kule. Lakini sasa kwa sababu tunasema tuna complement, tunajazia pale ambapo serikali imefikia. Vyote hivyo vinafanywa kwa ushirikiano na serikali na vinakabidhiwa pia kwa serikali kwa ajili ya utunzaji na kuhakikisha kwamba vinakuwa endelevu siku hadi siku. Lakini tumefanya pia masuala ya parenting, malezi bora, na kuleta pia hata ule mbadala, ni jinsi gani ambavyo mtoto anaweza akalelewa. Kwa mfano hata kutekeleza ule mpango wa malezi na makuzi kwa watoto. Wadau tumekwenda bega kwa bega na huo mpango, utekelezaji wa huo mpango nchi nzima kuutekeleza. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumekuwa sehemu ya utekelezaji wa masuala yote yanayohusu haki za mtoto, ikiwemo makuzi, ikiwepo elimu, ikiwepo afya, ikiwepo upatikanaji hata ule ulinzi kwa ujumla wa mtoto na maeneo yote. Sawa. Sasa tunakwenda kukamilisha na kukunja jamvi letu. Wito wako kwa jamii kwa ujumla, wadau pamoja na hata serikali kuhusiana na masuala mazima yanayohusiana na watoto, haki pamoja na ustawi wao. Sisi tunasema kwamba masuala mazima ya upatikanaji wa maji safi, salama na mazingira salama, malezi bora kwa mtoto si anasa. Ndio. Bali ni jambo la msingi. Na kwa hiyo kila mmoja wetu ana jukumu la kufanya. Tukianza na serikali, yeye ndio kiongozi wetu. Ndiye anayetupa mwongozo nini cha kufanya, tufanye nini, kwa wakati gani, kwa kiwango gani. Kwa hiyo tunamsihi kabisa kwamba serikali aendelee kuweka mikakati na sera nzuri na mipango, lakini mipango inayotekelezeka ambayo itaanzwa na yeye serikali na baadaye watu wengine wafuate. Wadau kama kawaida yetu tunalo jukumu, na huu ni wito kwa wadau wote kabisa kwamba tushirikiane kwa pamoja na serikali na jamii kuhakikisha kwamba tunahakikisha haki za mtoto zinapatikana. Na kipindi hiki tunapiga chapuo kwenye malezi na masuala ya maji na mazingira, basi tuhakikishe kwamba tunavyoendelea mwezi huu labda na hata mwaka mzima kwenye hilo eneo tufanye vizuri zaidi ili kuisaidia serikali. Lakini sio kuisaidia serikali, mwisho wa siku tunamgusa mtoto. Mwisho wa siku tunamgusa mtoto. Lakini sasa jamii na yenyewe pia ina jukumu lake. Tunaona kabisa kwamba ukienda serikalini, yule anayeongoza serikali kwa upande wa nyuma ni mzazi. Yupo kwenye jamii. Hata mimi ninayeongea hapa nipo kwenye jamii na ni mzazi hali kadhalika. Kwa hiyo tunasema jamii ina jukumu la moja kwa moja kuhakikisha tunaunganisha nguvu zetu kuhakikisha kwamba tunamlinda mtoto kwa namna yote ile na katika nyanja zote. Na tunajua kwamba kwa mujibu wa mkataba wa Afrika ulinyambulisha na kusema kwamba mtoto pia ana wajibu. Mtoto popote pale alipo naye ana wajibu. Kwa hiyo wasi watoto pia popote pale walipo wajue pia na wao ni sehemu, sio kufanyiwa tu vile ambavyo vipo ndani ya uwezo wao, na wenyewe wanatakiwa kuwajibika kwa nafasi yao. Kabisa. Ombeni sisi tukushukuru sana kwa kufika hapa kuzungumza na kukumbushana haya mambo muhimu ambayo yanahusiana na watoto, na tukutakie siku njema, maadhimisho mema. Najua bado kuna shughuli mbalimbali unaendelea nazo. Maana ndio shughuli zenu, na siku kama hizi zinakuwa na pilika nyingi sana. Haya, karibu sana na tukutakie wakati mwema. Nashukuru sana. Majirani, sisi tumekunja jamvi, baadaye tutarudi hapa katika saa yetu ya pili. Tunayo mboni yetu kwa kifupi kabla baadaye pia kwenye mchachuko hatujaenda kwenye kibao kata. Ni kijana ambaye amekuwa akiwaingilia watoto wa familia yake kuanzia miaka 2 mpaka miaka 6. Yaani imekuwa ni kawaida, lakini baada ya hapo kumaliza sasa kuwaingilia, akaanza upande mwingine kwa watu baki, na amekuwa akipelekwa mamlaka husika, lakini anatoka na bibi yake ambaye anaishi naye amekuwa akimpigia kifua, yani akimkingia kifua kwamba anapopelekwa basi anaenda anafanya anavyofanya, yule jamaa anatoka. Lakini amekuwa ameshawamaliza miaka 2 mpaka 6 ndio ambao alikuwa anacheza.
Ombeni tuna hii changamoto kubwa sana. Ni tatizo kubwa sana lipo kwenye jamii ambayo imetuzunguka na inahusisha wanafamilia kabisa. Na unakuta wanafamilia wanajua lakini hakuna hatua inayochukuliwa, ama wanamalizana kindugu. Kule Zanzibar wanaita muhali. Wanakaa wanamalizana wenyewe kwa wenyewe. Hili nyinyi kama wadau wa haki za watoto mnalifanyia nini? Kwa dakika 1.5. Kwa kweli tukubaliane ni changamoto kubwa sana, na sisi tumekuwa ni waibuaji wa haya masuala. Tunafahamu kabisa vipo vyombo vyenye dhamana ya kuhakikisha kwamba changamoto kama hizi zinafanywa kazi, na ndio hiyo tunasema kwamba wanapelekwa katika vyombo vinavyohusika alafu wanarudi. Sasa huwa hatuchoki, na sisi tunachokifanya ni kuelimisha jamii ili jambo hili linapotokea kila mmoja awe na uelewa na kuliibua. Lakini inapokuja kufika kwenye nini kifanyike dhidi ya aliyetenda makosa haya, bado linabakia ni dhamana ya vyombo vinavyohusika. Hapo ndipo nafikiri tunaona pia changamoto kadha wa kadha zinazojitokeza, lakini tunaamini tunavyoendelea kufanya uchechemuzi, tunahakika kabisa wote wenye dhamana, mamlaka zenye dhamana zitatimiza wajibu wake, lakini jamii iendelee kuibua na kuhakikisha kwamba mtoto analindwa kwa namna yoyote ile na kwa wakati wote ule, na sisi tutaendelea. Yani hiyo ni kazi yetu ya kudumu. Hamtachoka. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.